Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni. Bwana, hii ni issue ya Dulvani pamoja na mkewe. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba Dulvani bwana alikuwa katika mahusiano na huyu bidada na akaamua kumintroduce kwa Watanzania au kwa mashabiki zake kwa namna moja au nyingine waweze kumfahamu kwamba huyu ni mpenzi wake. Baada ya Dulvani kumtambulisha huyu binti kama ni mpenzi wake, ni kwamba wadau mbalimbali wakaanza kumfuatilia na kila mtu alikuwa anafuatilia kapo hii kutaka kujua kwamba nini ambacho kinaendelea. Na pia vile ni kwamba Dulvani alishawahi kutangaza ndoa takriban mara 2. Umeona kwamba anataka kumuoa huyu binti. Lakini pamoja na hayo yote ya kufanikisha swala hilo, na habari ambazo zilitufikia hapo awali ni kwamba inasemekana kwa mujibu wa Juma Lokole alidai kwamba Dulvani bwana kuna kipindi alikuwa amefulia, maana tuliona kwamba alikuwa anaishi maisha mazuri, alimnunulia mpaka gari huyo binti, lakini baadaye Dulvani akaonekana kama vile amefulia kwa namna moja au nyingine na kupelekea moja kwa moja kuamua huyo binti bwana akaamua kurudi kwao baada ya kuona kwamba Dulvani ameyumba kiuchumi. Maana Juma Lokole anadai kwamba kuna kipindi mpaka huyu binti alikuwa anaenda nyumbani kwao, yani anarudi kwao kwenda kuchukua unga pamoja na maharage kwenda kumpikia Dulvani nyumbani. Lakini pia binti huyu iwapo kama akipatwa maradhi akiumwa, basi Dulvani alikuwa hana hela ya kumuuguza, hivyo basi alikuwa anamrudisha nyumbani kwao. Lakini pia kwa wakati huo tena Dulvani, wakati binti akiwa na afya njema, Dulvani alikuwa anatangaza ndoa kwamba anataka kumuoa huyu binti, wakati hata familia ya huyu binti ilikuwa haijapewa taarifa yeyote. Sasa hayo yote yakapelekea familia ya binti huyu kuto kupendezwa na nyenendo za Dulvani, na mwisho wa siku baada ya Dulvani kuonekana kwamba hawezi kumtunza, wakaamua kumrudisha binti nyumbani kwao. Kwa hiyo kwa kifupi, habari ambazo zimetrend huko mtandaoni ni kwamba Dulvani bwana ametengana na huyu binti kisa hana pesa. Baada ya kutengana bwana, hii ni moja kati ya story ambazo zilienda viral, na kama unakumbuka jana kulikuwa kuna maneno ya matusi walikuwa wanarushiana kati ya Juma Lokole na Dulvani baada ya Dulvani kukasirishwa na kitendo cha Juma Lokole kutoboa siri kuhusiana na sababu ambayo imepelekea yeye kuachana na mpenzi wake huyo. Na baadaye tukaona mpenzi wake Dulvani bwana akaposti video kama vile ya kijembe kwenda kwa Dulvani kwamba mkewe ni mzuri lakini tatizo finishing, yani pesa te. Mkeo ni mzuri, tatizo finishing. 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 Baba we, tatizo finishing. Yeah, so mambo hayo. So hii issue ya huyu binti kusema kwamba mkeo ni mzuri tatizo finishing, wadau mbalimbali huko mitandaoni wakawa wanauliza kwamba of course obviously inajulikana kabisa kwamba hiki ni kijembe kwenda kwa Dulvani, lakini alikuwa anamaanisha nini huyu binti kuposti hiyo video na kutilia mkazo neno hilo? Lakini kumbuke kwamba hili neno lilishawahi kusikika kwa mara ya kwanza katika series ya Dunia, ambapo tulimuona Uncle Mafixi alienda dirishani akawa anampiga mtu kijembe kwamba tatizo finishing. Sasa haijajulikana kwamba mwenetu mambo ni yembe sechembwele au ni suala tu la fedha ambalo hapa binti analimaanisha. Lakini peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Bidada huyo anaitwa Mimi Malu ndo jina lake. Sasa hapa kuna peji imekuja imeandika kwamba bwana, baada ya kusemekana kuwa Mimi Malu na Dulvani wameachana, Mimi Malu ameshare video hii katika ukurasa wake wa Instagram, ambapo maneno aliyoyazungumza yameanzisha mijadala mitandaoni. Mimi Malu anasema kwamba mkeo ni mzuri tatizo finishing. Unafikiri kwamba ujumbe huu alikuwa anamtumia nani? So baada ya hapo ni kwamba binti huyu bwana akaja akaruka live, na katika live yake bwana ni kwamba wadau ambao wameenda kuitazama hii live ni wengi, kwa sababu anajua kabisa kwamba hapa kuna mambo ya moto ambayo yatazungumzwa kumuhusu Dulvani. Kwa hivyo basi wadau bwana wamejitokeza kwenda kumfuatilia live ya binti huyu. Nataka pomsikilize wewe mwenyewe moja kwa moja and then tuangalie maoni ya wadau mbalimbali. Na kweli nikifuatilia comments sitowaambia. Ngoja niendelee. Sasa
ngoja nianze sasa ku explain. Mimi na Dula tulikutana wavuvi for the first time. Tena it was my birthday. Na hisi hilo kila mtu anajua, hamna mtu ambaye hajui. Basi hivyo story ilianzia hapo, to be honest. Story yetu ilianzia hapo. Tukaendelea. One of the reasons ni kwamba my family doesn't want me to get married. Any family yangu inataka niolewe because I'm young. But for me, I think it's the right time. Lakini for them, they think it's not. Mafundi hao jamani. Anyways, kwa hiyo to the point that tumekuja kuachana ni kitu ambacho kiliwashangaza wengi, to be honest, because hamna mtu ambaye alitegemea kwamba we are going to break up at the certain point. Lakini sasa jamani, ningekumbuka. I don't know. Yani, I don't know how to put this, lakini ile kiufasaha zaidi ni kwamba kipindi tuko wote kulikuwa kuna the good moments, of course, kuna the bad moments, of course, hizo lazima ziwepo. Hamna mtu kwenye mahusiano ambayo hana vitu vibaya ambavyo vinamtokea na vitu vizuri ambavyo vinamtokea. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa mujibu wa Miss Molly, if I'm not mistaken, binti nadhani anaitwa hivyo huyu. Anaitwa, yeah, of course, hilo ndio jina lake. So kwa mujibu wa binti alivyoruka live, ameelezea kwamba sababu ambayo imepelekea yeye na Dulvani kuto kufunga ndoa ni kwamba mahusiano yamekwisha, kutokana na kwamba familia ya huyu binti inamuona bado ni mdogo, hapaswi kufunga ndoa kwa sasa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii taarifa. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba bwana, familia yangu haitaki niolewe sababu mimi ni mdogo. Aliyekuwa mchumba wa Dulvani amefunguka penzi lao kuisha, sababu ni nini? Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo baada ya binti kuruka live. Mambo yamekuwa bayana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.